inaenda vizuri tu. Tunasubiri tu ligi irudi, tuendelee kupambana. Po, tuambie nini secret ya siri yako wewe kung'aa kwenye misimu hii mitatu mfululizo? Umekuwa na muendelezo tangu Dodoma, misimu miwili umeng'aa mpaka unafika JKT. Umekuwa nini siri ya kiwango chako kuwa na muendelezo? Manake kwa ma striker wa Kitanzania hasa wazao inakuwa ni ngumu sana kuwa na muendelezo wa kuwa na consistency ya kiwango bora kama ambavyo umefanya wewe. Takriban msimu wa 3 umekuwa kwenye form. Mimi naamini kuna vitu ukijiwekea mwenyewe kama mchezaji unaweza ukawa na consistency nzuri. Kwangu mimi tuseme kusali sana, nidhamu, mazoezi vinanisaidia kwa sababu naamini nikiwa kwenye misingi hiyo siwezi nakuwa kwenye muendelezo mzuri kwa sababu nikiwa nasali na mimi namuomba Mungu kila siku niendelee kufanya vizuri. Nikiwa na nidhamu, kila mtu anaheshimiana naye, anaweza kufanya kazi vizuri, siwezi gombana na mtu, sikasirike ovyo. Kwa hivyo tunakujituma hivyo tu. Nidhamu ni uwanja mpana sana. Unakosema nidhamu unamaanisha nidhamu ipi zaidi? Manake kuna nidhamu za aina nyingi, kwa maana wewe katika uwajibikaji katika kazi yako kama mshambuliaji, manake pia ni nidhamu. Nidhamu pia ya kumheshimu mtu, labda kocha, mashabiki. Nidhamu ipi ambayo unajizungumzia zaidi? Nikizungumzia nidhamu na mimi ninazungumzia vitu vyote vinavyozungumzia uchezaji ndani ya uwanja, nje ya uwanja, mtu mmoja mmoja, vyote vinanisaidia. Wanasema kufunga ni sanaa, yani mtu anakuwa hafundishwi, au wengine wanasema kufungwa unakuwa na kipaji lakini unaongezewa kufundishwa. Wewe unaamini katika kipi? Manake ni miongoni mwa watu ambao kwa sasa hivi umekuwa na kiwango bora katika kufunga. Mimi naamini vyote vipo. Ukiwa na kipaji na unafundishwa pia kwa sababu unaweza ukawa unacho kipaji lakini kuna vitu inabidi uongezea vinakusaidia pia. Kwa hiyo vyote vimo tu vinahusika. Wewe unakokuwa unapewa mpira hasa katika maeneo ya mbele, unazingatia nini? Yani cha kwanza wewe mwenyewe ambacho utaratibu wako, kwa sababu na imani mechi mtu anaicheza kwanza kwenye akili, baadaye akija ana apply labda maelekezo ya mwalimu na nini, lakini kuna utaratibu wa mtu anaojiwekea, labda nikifika eneo hili fulani nitafanya kitu fulani. Unazingatia nini zaidi katika eneo lako la ushambuliaji? Kwenye eneo langu mimi ni mshambuliaji, kwa hiyo lazima nizingatie kutengeneza nafasi na kufunga, lakini la kwanza kufunga. Nikishindwa kufunga niko kuna sema kumpasia mchezaji mwenzangu naweza nikampasia. Kila mshambuliaji kuna timu ambayo akikutana nayo yeye anajihisi anacheza akiwa comfortable zaidi. Kwa upande wako, ipi ni rahisi, kucheza na timu ambayo inacheza low block, yani kwa maana kwamba wanakaba sana, au kucheza na timu ambayo mnapishana? Kwa sababu kuna mwingine akicheza na timu ambayo inapishana, yeye shughuli ya kurudi tena kwenda mbele yeye hapendi. Kwa kweli ipi ambayo wewe inakupa comfortability zaidi? Mimi naamini comfortable unapewa na mwalimu, inategemea na maelekezo ya mwalimu. Yeye ndo atanipa mimi comfortable, anaweza kaniruhusu niwe free au niendelee kwenye structure. Kwa hiyo vyovyote anavyotaka mwalimu mimi sawa tu. Kwa maana timu, lakini wewe mwenyewe binafsi ukiacha maelekezo ya mwalimu, timu gani ni wale ambao inakuwa ina defense zaidi au ile mnapishana? Ukiwa na defense zaidi itakuwa unanipa ugumu, ila tukao tunapishana kila mtu anapata nafasi ya kuonyesha kile alichokuwa nacho. Ndio. Bwana, wewe ni miongoni mwa washambuliaji ambao umefunga magoli mazuri, magoli bora ambaye anatajwa baadhi hata mashabiki ambao sio timu yako wanalipropose goli lako kwamba ni miongoni mwa magoli bora. Linatajwa lako na la Chama. Wewe mwenyewe tu binafsi kisport kabisa, ile goli gani unaliona ni nzuri, yani katika yale mawili ambayo la kwako na la Chama? Maana mmefunga katika style ambazo zinafanana, umbali ambao unafanana, uwanja ule ule, kisports kabisa tu, ukiwa fair opinion. Kwanza mimi naamini yote magoli mazuri. Cha kwanza kwenye kuchagua goli lipi bora zaidi tuache mashabiki na watu ambao wanahusika na kwenye hicho kipengele. Kwa hiyo mimi kwa upendo wangu naweza kusema yote mazuri kwa sababu yote karibu yote yanakaribiana tu style moja. Tofauti tu ukiangalia umbali, labda position tulivyokaa. Lakini yote ukiweka kiujumla wote ni style moja tu, wote tumeweka bicycle kick basi. Kwa hiyo watachagua tu. Ndio. Ulizingatia nini katika kuruka ule? Manake sio ile ulijipanga yani pale pale, ama ilitokea uliona mpira, kitu gani yani kilikujia pale wakati kabla hujapiga ule mpira? Kabla sijaupiga sio kwamba imetokea tu. Mara nyingi hata mazoezini hapa inatokeaga nafanya, napatia, nakosea. Hata baadhi ya mechi nafanya nakosea. Kwa hiyo hata hivyo kwenye mechi nilivyoona beki kashindwa kuruka kichwa na mimi siwezi kupata kichwa. Kwa hiyo nikajua tu hapa kuna kitu nikifanya kinaweza kutokea. Bwana, mmebakiza mechi 5 mpaka kumalizika kwa ligi kwa upande wenu.
ni kila timu sasa mmeisha kutana nayo kwenye ligi, sasa zimeenda kurudiana nazo tu. Mechi gani ambayo so far mpaka hivi sasa ukikumbuka kwako wewe unahisi ilikuwa ni mechi tafu zaidi ambayo umecheza msimu huu? Nafikiri tulivyocheza hapa na Namungo tulisawazisha goli dakika za jioni, Karabaka alifunga, ilikuwa mechi ngumu. Tulikuwa nyumbani hapa. Ugumu wake ulikuwa wapi sasa? Walikuja walijipanga, walijiandaa vizuri, kwao walijitahidi kushindana na sisi katika uwanja wetu wa nyumbani. Ukiangalia pitch kubwa, kwao sisi tukahisi labda pitch yao walivyotoka ilikuwa ndogo, wakija hapa watashindwa, lakini walijitahidi, wajikaza. Sisi tukajitahidi hadi mwisho, tukaja kusawazisha dakika za mwisho. Bwana Po, hongera kwanza, umekuwa na kiwango bora, mara nyingi umekuwa unaitwa national team, lakini mara nyingine unakosekana na Watanzania wanakuwa napiga sana kelele, yuko wapi Paul Peter Kasunda? Kwanza unajisikiaje ukiona Watanzania, manake Watanzania mpaka wakulilie ujue usijui umewalizisha vipi? Unajisikiaje? Lakini unakoona kwamba inakotokea labda mwalimu anaongeza mchezaji na kuongeza wewe, imetokea mara kadhaa bwana, Paul Peter anaongezwa kwenye kikosi, lakini mara kwanza ilikuwa haijaitwa. Moment hizo zote mbili, kwanza kuitwa, lakini Watanzania unapokuwa hujaitwa wanakuwa wanapiga kelele, wanapaza sauti, bwana yuko wapi top scorer wa JKT? Kwanza kuitwa timu ya taifa ni jambo zuri kwangu, litanipa faraja kwamba kuna watu wanaona na wanathamini kinachofanya. Kingine mashabiki wakiwa wanaulizia, mimi mwenyewe pia nafurahia kwa sababu naona kabisa kumbe kuna watu wananiangalia, ukiacha tu watu wa mpira na watu wengine pia wanafuatilia. Kwa hiyo inakuwa jambo la faraja na naendelea kujisikia vizuri, kwa hiyo na mimi mwenyewe najitahidi niwe na consistency nzuri. Wewe bwana, kuna kile kizazi chako, umetokea kizazi fulani ambacho nataka uniambie umejisikiaje? Ni kizazi kile cha nyinyi wakina Dickson Job ndio mlianza ku rise pamoja, wakina Awali Msengi, lakini sasa hivi tunaona ndio kizazi ambacho kimeshika au kinaenea kwa asilimia kubwa, mnafanya vizuri kuanzia national team mpaka katika level za vilabu. Unajisikiaje unakowaona wale? Kitu gani ambacho unaweza kusema? Najisikia vizuri, kikubwa si wote tufanikiwe, na mimi kila mtu anapenda mwenzake afanikiwe. Sidhani kama kuna mtu atakuwa anaomba tulikuwa wote sehemu moja bado tumeshinda national team wote kizazi kimoja tuone mwenzetu amepotea au sisi tunaendelea kufanya vizuri, hapana. Tukiwa tunafanya vizuri wote tunakuwa tunajisikia vizuri na tunaombeana pia tufanye vizuri. Na tunatamani kuna labda tukutane wote kwenye timu moja tu tunacheza. Bwana, kuna challenge ndogo tu hapa. Nitakuwa nakutajia striker, utakuwa unakutajia ma striker wawili. Utakuwa unataja mmoja mpaka nabaki mmoja wa mwisho. Hii tunaita one last man standing, si ndio? George Mpole, Tegis. George Mpole. George Mpole, Kasim Maele. Kasim Maele. Kasim Maele, Faraja Kayanda. Kasim Maele, Prince Dube. Dube. Prince Dube, Depu. Dube. Prince Dube, Jafta Kitambala. Dube. Prince Dube, Selemani Mwalimu. Dube. Prince Dube, Paul Peter. Paul. Bwana, shukrani sana. Poa, shukrani.